Matumaini yangu ni kwamba nyote muwa heri wa afya, ndugu zangu, popote pale mnapoendelea kusikiliza, kwa ambao wako hapa na watakao tusikia baadaye kwenye mitandao ya kijamii. Na wakaribisheni tena katika wiki hii ambayo ni wiki ya kwanza kabisa ya mwezi huu wa 4, ambapo tunakusanyika na wapendwa ambao bado hawajaingia katika zizi la mzaliwa wa pili, ili kuongea mawili matatu, kuonyesha umuhimu wa ukweli huu na namna gani mtu anaweza akaingia katika njia ya utakaso kweli kweli. Leo tutaongelea tema ambayo ni rahisi, tema ambayo kila mmoja anaifahamu. Inahusu tu amka ewe mtu mweusi. Amka ewe mtu mweusi. Hiyo ndio tema ambayo tutaenda kuongelea kwa siku ya leo, ambayo ni kuwaamsha wale ambao wamelala. Na tunaposema kwamba mtu mweusi aamke, aamke ili aende wapi? Analala usingizi wa namna gani ndio mtu mweusi amelala? Lazima tujue, kwa sababu tunajua kwamba sote katika hali hii inayoonekana, namna bara letu linavyovamiwa, kuna vilio, kuna majanga, kuna shida, yaani hali si nzuri katika taifa letu. Na walio wengi wanajiuliza, ikiwa sisi ni taifa teule kabisa kama jinsi tunavyosema, kwa nini haya mambo hadi muda huu bado hayajakoma? Kwa nini mtu mweusi bado yuko katika hali ambayo tunayomuona wakati huu? Sasa nini kifanyike ili kwamba watu weusi wapate kusimama? Kusimama ni namna gani? Kwa sababu walio wengi wanasema kwamba tuko huru. Bon, uhuru huo unategemea sisi ambao tuko katika ukweli wa neno, tuliokubali ukweli, tuko huru, ni kweli. Lakini wale ambao bado hawajakuwa katika ukweli hawajakuwa huru, maana kuna kitu ambacho kinawanasa na bado wanalala. Na ndio maana hakuna mabadiliko yoyote ambayo yanaweza yakabadilika tukiyaona katika bara letu. Ni vigumu zaidi sana kwa wakati huu. Weusi walio wengi katika wakati huu wanajihisi aibu ya ngozi yao kwa sababu wao ni weusi. Yaani wengine wanatamani hata kubadilisha miili yao ili wafanane na wale wanaoitwa kwamba ni wazungu, aidha damu mchanganyiko. Hayo yote ni kwa nini? Kwa sababu mtu mweusi hajiamini kwanza yeye mwenyewe, anaona kwamba maisha bila mgeni, bila rangi nyingine, maisha yake hayawezi yakanyooka. Na hilo ni tatizo kubwa ambalo linafanya bara letu watu weusi hadi muda huu wanalala, lakini kulala huko watu wanaona tu kimwili, ila chanzo cha haya yote ni kiroho. Na watu weusi wanapenda uhuru kweli, lakini wanasahau huu uhuru wataupata namna gani. Wao wanafikiri kwamba labda uhuru huu unatakiwa uwe kimwili, lakini sivyo. Maana mzungu wakati alipokuja hakuja moja kwa moja kimwili, hapana. Yaani alianza kumshika mtu mweusi katika kiroho, katika akili, ndipo alipoanza kumgusa mtu mweusi. Na wakati alipomgusa kiroho, yaani akabadilisha kile ambacho, maana tayari ikiwa kiroho umeshikwa, ni rahisi sana hata kimwili unaenda. Kwa hiyo sasa, ili kwamba uhuru ukamilike kabisa kwa mtu mweusi, huo unatakiwa kuanza kwanza katika ulimwengu wa kiroho. Mtu mweusi awe huru katika ulimwengu wa kiroho, ili kwamba hata kimwili awe huru pia. Sasa walio wengi wanaweza wakasimama, kuna marais wengi ambao wanasimama, ambao wanatetea haki ya mtu mweusi, lakini mnaona matokeo yake. Yeyote ambaye anayesimama moja kwa moja atafanya nini? Atauawa, kwa sababu anapoenda zidi ya mawazo ya watu ambao ni rangi zingine, tayari huyu anaonekana kwamba ni dikteta, huyu anaonekana kwamba si mtu mzuri, huyu anatesa raia wake, kwa sababu yuko katika lengo la kuamsha watu wake, kuwatoa katika hali ambayo si nzuri. Na watu kama hao hawapendwi katika dunia hii. Sasa kweli watasimama wengi, watateta, lakini mabadiliko hayatakuwa mengi kama gisi mnavyofikiri. Inawaambia lazima watu waelewe. Kwa nini? Kwa sababu unaweza ukampatia mtu uhuru wa kimwili, lakini kama amebaki bado mtumwa wa kiroho, kazi ambayo umeifanya ni bure. Kazi ambayo umeifanya ni bure. Namna gani mtu ambaye unampatia uhuru yuko huru, lakini mtu huyo huyo anapiga magoti mbele ya sanamu, anaibusu? Unaona kama bado hayuko sawa? Huo uhuru utakuwa uhuru wa namna gani? Mtu kisanamu ambacho kimechongwa tu na wanadamu na watu, kinawekwa hapo mbele. Mtu ambaye yuko huru, ambaye anatumia busara na akili, anaenda kubusu kisanamu kusema kwamba huyu ndio Mungu, aidha huyu ndiye
mwanamke ambaye alizaa mama wa huyu wanaita Yesu. Unaona kwamba moja kwa moja kwamba hata kama nyinyi mnaweza mkaongea mambo mengine, lakini hilo litaonyesha kwamba wengine wataona kwamba huyu ni mjinga aweza namna gani, hayuko sawa na ni kweli itakuwa kwamba hayuko sawa, kwa sababu kikawaida sanamu ni sanamu, ni kitu ambacho kimechongwa. Sasa namna gani kitu ambacho kimechongwa kinaweza kikawa kitu ambacho kitakupatia msaada, kitakuondoa katika matatizo yako? Hilo haliwezekani. Lakini mtu ambaye yuko huru, mambo kama hayo aweza akayafanya. Mtu ambaye yuko huru kuamini kwamba kuna kiumbe ambacho kilitoka mbinguni kikazaliwa na mwanamke, ambacho hicho kiumbe ndio tena Mungu ambaye aliumba dunia, ambaye ameingia ndani ya tumbo ya mwanamke, boom, akazaliwa tena na akanyonya matiti, akaanza kulia nye nye nye. Huyu ni Mungu ambaye ameumba kila kitu, akalishwa uji, akala chakula kingine, akaanza kutembea, baadaye anaanza kufanya miujiza. Wanasema kwamba huyu ndio Mungu ambaye alishuka akaingia, na ndio huyu akafariki, ambaye wataita kwamba ni Yesu. Mtu akiamini hivyo bado hajakuwa mjinga huyo, bado haiwezekani. Namna gani muumba wako ambaye ameumba kila kitu atoke aliko mbinguni na aje azaliwe na mwanamke, apigwe, atemewe mate na wanadamu ambao yeye mwenyewe ameumba, awekwe kwenye msalaba, afariki, alafu tena kwenye msalaba analia, Baba, kwa nini umeniacha? Wakati yeye tena ndio Baba. Amwoni kwamba inachanganya? Na inachanganya kwa sababu bado watu wako katika utumwa wa kiroho pia, na huu utumwa wa kiroho ndio utumwa ambao ni hatari mno. Huu wa kimwili ni kitu kingine, maana huwezi ukajikomboa kimwili ikiwa kiroho umebanwa. Ni vigumu, hilo haliwezekani. Unaweza ukapenda kujikwamua kabisa kimwili, lakini hautafanikisha, maana wale ambao wako nyuma wataangamiza kile ambacho unakifanya. Hivyo ni hivyo, wengi wamesimama. Mnaweza mkataja, kuna viongozi ambao wamesimama hapo wase Afrika ambao walijaribu kuinua watu, kuonyesha namna gani watu wanatakiwa tusitegemee huko, tujitegemee sisi wenyewe. Nyote umeona gisi walivyofanya. Wengine waliitwa madikteta na wakaondoka. Kazi ambao wameifanya kwa sasa hivi nyote mnaweza mkashuhudia, imeshaanza kuvurugika. Hivyo ndivyo ilivyo. Mwingine atasimama kweli kwa wakati wake, atafanya kitu kama hiki kile kila kitu, lakini baadaye tena anapoondoka vitu vinaisha tena, hali ya vurugu inaingia. Sasa hadi lini? Kwa sababu mtu mweusi hajitambui, hajui ni wapi ameangukia. Sasa hapa tutaenda kuonyesha, ndugu zangu, tena kwa mara nyingine, namna gani tunaweza tukaondokana na hiyo hali na tuwe watu ambao tuko huru. Watoto wawe na baba na mama, sio mayatima, kuhusiana na mambo ya vita, chuki, ubaguzi wa kikabila, ubaguzi wa rangi. Haya mambo yote hayana nafasi kuwepo. Sasa tayari wase Afrika nyote mnajua kwamba ni bara ambalo ni bara pekee ambalo kila aina ya dini imo. Kila aina ya dini inapatikana katika bara letu la Afrika, na kila dini inasema kwamba wao wanajua ukweli, wao wanatenda ukweli, wao wanatangaza ujumbe wa Mungu wa kuonya, wa kuponya, wa kufanya watu waingie katika nini? Katika paradiso. Lakini angalia malumbano kati ya hizo dini, angalia gisi wanavyouana humo kwa sababu ya vyeo, kwa sababu ya kusema kwa mimi ndiye yule. Hapana, mambo kama hayo hayatakiwi katika bara letu. Kikawaida, ikiwa katika hizo wanazoita bara zingine zote, ikiwa kwamba hizo dini zingelikuwa kwamba ni za ukweli, ni nzuri, bara pekee, kwa mujibu wa watu wanaosema kwamba kuna bara 5, bara pekee ambalo lingelikuwepo na amani sahihi lingekuwa ni bara ambayo inaitwa bara la Afrika. Ikiwa kwelikweli dini zingelikuwa kwamba ndio msaada tosha ambao unamtoa mtu mweusi katika utumwa, katika ujinga, ni bara letu pekee ndio lingekuwa kabisa la kwanza kuwa na amani, kwa sababu wanasema pale palipo Roho wa Bwana ndipo pana amani. Na ikiwa hizo dini za makanisa, misikiti na mengine kwamba ni kulingana na ukweli wa Mungu gisi wanavyosema, basi hayo tungeyaona katika bara letu. Lakini huu ndio utofauti tena, ndio bara la kwanza ambapo kuna kila aina ya vurugu. Hauwezi ukapita mita sijui 10
haujakutana na kanisa. Unapita kidogo, kanisa lingine unapita, lakini ni hao hao tena, ujambazi, ubakaji, kila aina ya mambo ambayo si mazuri ndiyo yanayoshuhudiwa katika hiyo mikusanyiko, katika hizo dini, ili kumwambia mtu mweusi kwamba bado. Na ni mlango pekee ambao uko wazi kwa wakati huu, ambao unamfanya mtu mweusi asisimame kikamilifu, ni dini. Ndio mlango ambao umebaki. Huo ndio mlango ambao umebaki kwa mtu mweusi, ili kwamba mtu mweusi ajikomboe na awe huru kabisa, ni dini. Kwa sababu dini ni chukizo, dini ni angamizo, dini ni utumwa, dini ni mapenzi ya shetani mudima bobe, ili kumweka mtu mweusi katika utumwa. Hilo lazima ndugu zangu mupate kulitambua, sio siri. Dini hazijaja kwa sababu ya upendo, aweza kwamba labda wanatuonyesha njia ya utakaso. Hilo mutoe mbali kabisa katika mawazo yenu, ndugu zangu, ondoweni kabisa katika ufahamu wenu, hilo halipo. Narudilia tena, dini hazipo katika lengo la kuwaonyesha njia ya kwenda huko wanaosema kwa Mungu, hata kidogo. Ni kuwapoteza tena vizuri. Maana nyote mnajua sote tulikuwa katika dini. Mimi nilikuwa katika hiyo dini ambao wataita Ukristo, waweza mwenyewe, nilikuwemo, nikaa miaka na miaka, na nilikuwa kila Jumapili nilikuwa naenda kanisani, nilikuwa natoa sadaka kila wakati kwa sababu hawezi ukaingia katika kanisa uache kutoa sadaka, utaonekana wewe si mtu mzuri. Nilikuwa natoa sadaka. Haya yote tuliyafanya, lakini yale maisha ambayo mtu anayeingia katika kanisa kwamba maisha ya utakaso, ilikuwa ni hadithi. Sijui utakaso ni kitu gani, ni neno tu lipo, lakini matumizi yake sikuwa nayatambua. Namna gani mtu ambaye sasa tunajua kwamba hakuna mkamilifu duniani bwana, hivi ndivyo imeandikwa ndani ya Biblia, kwamba hakuna mkamilifu katika dunia hii, na hao wanaojiita wachungaji wanatumia andiko hili ili kutenda mabaya. Unajua mimi ni mwanadamu, shetani amenidanganya, ndio maana nikafanya hivi. Kwa hiyo ikiwa hakuna mkamilifu, nanyi mnaingia katika hiyo mikusanyiko ili muende mbinguni, sasa huyu mnayesema kwamba Yesu aje, akija atapeleka nani? Ndio maana nasema watu wana neema, maana huyo Yesu hajawahi kuwepo. Kwa sababu angelikuwepo na kwamba aje kuchukua watu, nani angelienda? Kwa sababu kila mmoja anatenda dhambi, ndivyo anavyosema. Kwa hiyo ndugu zangu, hizo dini ambazo zimekuja, walio wengi hawajui namna gani zilivyokuja. Watu wanafikiri kwamba kwa sasa hivi sisi tumezaliwa katika miaka sijui ya ngapi, wengine ni 2000 sijui 90 80 70, tumekuta baba zetu, mama zetu, babu zetu wamo katika hizo dini, tukaingizwa tu kwamba huo ni ukweli. Ni nani kati yetu ambaye alijifunza za kujiuliza yale ambayo yameandikwa ndani ya Biblia, ili kuuliza kweli kweli ni ukweli? Ndio aisa hapana? Sote tulikubalishwa, yani tuliaminishwa. Sio kwamba tuliamini sisi, tuliaminishwa. Maana ili kwamba upate kuamini, we mwenyewe ufanye kwanza jitihada, uchunguze na uone kwamba huu ni ukweli. Lakini mambo ya kuambiwa tu ambayo tuliweka katika akili zetu na hadi muda huo, na hapo hivyo mtu anapokuja kumwambia kwamba mtu mwingine kwamba huu sio ukweli, utakuta tunafanya ubishi. Unafikiri labda sisi hata wakati ambapo huyu Yesu alipozaliwa kwamba tulikuwa naye, labda tulikuwa tunatembea naye njia moja. Ubishi unaingia zaidi sana. Lakini watu wanapoonyeshwa hata ndani ya Biblia wanasema no, unaangalia tofauti. Hii Biblia huwezi ukasoma hivyo, sio kama gazeti. Hivyo ndivyo tunavyoelezwa. Sawa? Hapana, sio hivyo ndugu zangu, tumedanganya vya kutosha. Sasa mtu mweusi afanye nini sasa ili aondokane na haya yote? Taabu. Mimi nawaambia kwamba Afrika haiwezi ikainuka, aweza kusimama kwa kumwaga damu hata kidogo. Aidha watu waingie barabarani ili kusimamisha taifa, tusimame. Afrika haiwezi ikapona kuhusiana na hilo. Maana wale ambao wanaosema kwamba wengine walio kwenye viti kwa mfano sio watu wazuri, hawafanyi mambo mazuri, hata wao pia wakiingia nao pia watakuwa hivyo hivyo. Hili ndio jambo ambalo mnatakiwa kulielewa, kwa sababu mfumo hata wa siasa hauambatani na mtu mweusi. Mtu mweusi, masuala haya ya siasa ni siasa ya wazungu, sio ya mtu mweusi. Kwa sababu mtu mweusi, haya mambo ya kuchagua baada ya miaka 5, 6, 7, 8 haikuwepo. Kulikuwa falme, na mfalme yeye anaishi milele tu. Hivi ndivyo ilivyokuwa hapo awali. Lakini wao waliona wazungu kwamba no, watu wako huru sana,
hata tuwafanyie hivi, kwa sababu kila wakati ambapo uchaguzi utakapofanyika, kwa mfano katika nchi zetu huko wase, ni wakati ambao wengine watatemeka, sijui nini kitatokea, kwa sababu walifanya hivyo kimakusudi, ili kwamba kila wakati kuwe na hiyo hali. Na hata siasa ambayo inafanyika ni siasa ambayo ni ya kugonganisha taifa kwa taifa. Hapo ndio utakuta ukabila umeingia, kwa sababu ya wafanya siasa wanasimama. Unaona, akitaka kuchaguliwa, sisi akina fulani tunaonekana sisi tuko duni, wanatuchukia wale kwa sababu wao ni wengi kuliko sisi. Haya mambo yote, yani ndio maana siasa huwezi ukaitenga na dini. Yani siasa na dini ni kitu kimoja, kwa sababu roho zilizo nyuma zote zinafanya kazi pamoja. Narudilia tena, siasa na dini ni kitu kimoja, huwezi ukavitenga. Ndio maana mtaona hata viongozi walio wengi wa siasa wako katika hizo dini, wako katika hizo dini. Na ndio maana mnaona hata viapo vina hapo wakitumikisha hivyo vitabu vya dini, kwa sababu kuna uhusiano kati ya dini na siasa. Huwezi ukatenga siasa na dini. Na ikiwa hizo dini zingelikuwa za ukweli na hao viongozi wenu wako katika hizo dini, namna gani wanaweza wakanyanyasa taifa? Wanatakiwa kutembea vizuri, kuwalea wakazi, kwa sababu wanaamini Mungu, na huyu Mungu anatakiwa kuwa Mungu wa kweli. Lakini matokeo yake mnaona bara letu wote, sehemu zote watu wanalia. Je, ni nini ambacho kinakosekana ili kwamba watu weusi wasipate kusimama? Afrika haiwezi kasimama kwa kwenda kuomba misaada kwa wazungu, na hicho ndio kitu ambacho kinamfanya mtu mweusi tena awe duni katika dunia hii. Namna gani kiumbe ambacho kinakuweka wewe katika taabu, kinachosababisha magomvi, vita katika bara lako, tena wewe unaenda nyuma kwenda kulia, kule kuna matatizo, kuna vita, tusaidie. Mnapenda tuwasaidia msaini hapa, tufanye. Wenyewe ndio wanaosababisha hivyo vita, tena sisi nyuma tunaenda kufanya mikutano nao ili watuletee amani. Nilisema na narudilia tena kila wakati, hakuna nchi ya Ulaya, hakuna nchi ya Asia, hasa Marekani, ambaye inaweza ikaleta suluhisho katika bara letu, kusema kwamba amani iingie katika bara hilo. Mtoe akilini, ili naliongea kila wakati. Hakuna rais yeyote yule ambaye ni wa Marekani, za Ulaya, za Asia, atakayekuja ili kwamba atatue mgogoro wa bara letu la Afrika, kwamba kuwe amani. Hamtamuona na hata kuwepo hata siku moja. Kwa nini? Kwa sababu ni katika vita ndio wanakula. Sio kama mnaelewa hivi. Maana wao wanapokuja hawataki kwamba yani nyinyi mupange bei alafu muambie mtalipa hivi. Wao hawataki hicho, kwa sababu ikiwa kwa mfano ni 50-50, aza nyinyi 70 wao 30, hilo kwao halipiti. Wewe mwenyewe una biashara vyako, lakini ni yeye anakuja anapanga bei. Hivi umeshaviona wapi? Hivyo ndivyo vinavyotendeka katika bara letu. Na wao, amani ikiwa katika nchi fulani, wao watakuwa ni vigumu kuiba, itakuwa vigumu kupora, itakuwa vigumu kufanya kile ambacho wanakitaka, kwa sababu ni katika vita wao wanafanya hivi, na wao wako nyuma. Sisi hatuwaoni, wanatuweka sisi watu weusi tunaanza kugongana sisi kwa sisi. Angalia gisi sisi tunavyouana sisi kwa sisi. Angalia vita ambavyo vilitokea katika miaka ya zamani hapo Rwanda, ambapo watu weusi kwa watu weusi wanauana, Wahutu na Watutsi wanauana. Kwa kitu gani? Kwa sababu watu wanashindwa kuelewa mtu mweusi chimbuko lake ni moja, yaani sisi ni ndugu wa damu kabisa. Haya masuala ya ukabila, aidha sijui huyu ni Mhutu, huyu ni Mtutsi, huyu ni nini, haya mambo yanatakiwa kuondoka katika vichwa vyetu, katika akili, ili tupate kusimama. Kwa sababu mtu mweusi, wengine utasikia kwamba mimi ni Mbantu, wale wa Nilotics, wale ni wa Sudanese, sijui wale ni Watutsi. No, ndugu zangu, hapo mmepotea. Unaposema Mbantu, kwanza sio Mbatu, wanaitwa ni Batu. Na unaposema Batu, yani ni weusi wote ni Batu. Sote tumetoka kwenye chimbuko moja tu,
swala la kusema kwamba mimi ndio Mbantu mwingine ndio fulani, no. Sisi ni Batu sote, watu weusi ni Batu, ingawa sasa kila mmoja anaweza kuwa na tabia yake, lakini tunabaki mtu huyu mmoja, kwa sababu babu yetu ni mweusi, bibi yetu ni mweusi, sote ni mtu wa jamii moja. Yaani wale wanaofanya mambo ya ukabila ni kwa sababu hawana akili. Watu wanaofanya mambo ya ubaguzi hawana akili. Hii naliongea wazi na watu waelewe. Yeyote ambaye ni mbaguzi wa kikabila aidha wa kabila ni kwa sababu haelewi kitu chochote, yaani hayuko sawa, ana matatizo ya akili. Namna gani sote ambao tumetoka kwa mtu mmoja, kwa sababu mtu anazungumza lugha nyingine ambayo wewe hauzungumzi, tayari amesha kuwa sijui ni mgeni kwako? Namna gani? Sote ni mtu mmoja, rangi moja, taifa moja. Hata uzungumze lugha nyingine, mwingine anaongea lugha nyingine, lakini ikiwa ni mweusi, nyote ni mtoto wa mtu mmoja. Hadi muda huu, ikiwa watu weusi hatutaelewa hili, hatuwezi tukatoka katika haya matatizo ambayo tumo. Na huu ndio uamsho ambao unatakiwa katika bara letu. Huu ndio uamsho ambao watu weusi wanatakiwa kupenya vizuri, kwamba kwanza tunatakiwa kuwa kitu kimoja. Hatuko kitu kimoja kwa sababu tumetenganishwa zaidi sana, na haya mambo ya kisiasa ndio zaidi yanatugabua. Mtu anapopenda kupata cheo anakuja, sisi tuko hivi, ili kwamba apate umati na wengine waonekane kwamba nyinyi ni akina fulani, nyinyi ni wakina fulani. Na hapo ndio maana sasa huu udhaifu, hao wazungu wakaelewa kwamba huu udhaifu ndio tutapitia katika udhaifu, ili kuweka hao watu kwenye magoti kweli kweli. Wanakuja, ikiwa nyinyi mnaona kwamba lile kabila ndio linawasumbua, wao wanakuja na bunduki, wanawapatia hawa, nendeni sasa mkawamalize. Si nyinyi mnaona amko sawa? Yes, papa wanauana, watu wanauana. Tatizo la mtu mweusi ni sisi watu weusi ndio tunaweza kulitatua. Tatizo la njaa, vita ambayo vimo, ni sisi watu weusi ndio tunatakiwa kulitatua. Tusifikiri hata siku moja kwamba kutatoka msaada. Ili nalirudilia mara kwa mara, msaada hautatoka nje ya bara letu, kwamba rangi zingine zilete msaada wa kuleta amani katika nchi zetu. Tutoe akili. Ili nalirudilia kwa sababu ni mambo ambayo nayaona na yasikia kila mara. Kidogo kunapokuwa tatizo, tuende kwenye Umoja wa Mataifa. Mwe mnajua Umoja wa Mataifa ni kitu gani? Tunategemea misaada ambayo mashirika yanaleta misaada, watoto yatima, wajane. Mwe mnajua ya mashirika ni ya namna gani? Mambo ya ushoga yameingia katika bara letu, na hayo mashirika ambayo mnaita mashirika sijui ya misaada, pesa ngapi ambazo wanatoa ili kwamba vijana wetu wazidi kuangamia, kuingia katika huu sijui niseme uchawi yaza namna gani, naweza nikasema ujinga wa hali ya juu, kitu ambacho mtu mweusi hatakiwi. Yeye ambaye ni nuru anatakiwa kuwa nuru ya dunia, lakini mambo ambayo anayafanya yanaumiza. Haya yote ni kwa nini? Kwa sababu watu weusi hawajitambui wao ni nani. Ndio maana hata mnapoenda katika kitabu cha ndani ya Biblia za kisasa, katika kitabu cha Maombolezo sura yake ya 5 mstari wa 1, wanaongelea kuhusiana na mtu mweusi. Ndio maana tunasema kwamba historia ya mtu mweusi ipo ndani ya Biblia kuanzia kitabu cha Mwanzo hadi Ufunuo. Ni historia ya mtu mweusi, mzungu akabadilisha, akafanya kwamba iwe ya kwake. Mnaposoma mstari huu wa kwanza wa Maombolezo 5, inasema ukumbuke, Mwenyezi Mungu, mambo yaliyotupata, utuangalie uone jinsi tulivyoaibishwa. Ni akina nani katika dunia hii ambao wanaaibishwa kama sio watu weusi? Matusi yote ni mtu mweusi. Makako, chimpanzee, bonobo, sijui nyani, ni mtu mweusi ndio wanamtusi. Ambaye hana thamani katika ulimwengu huu ni mtu mweusi. Yaani mtu mweusi yuko peke yake, rangi zingine zote ziko zidi ya mtu mweusi. Na tuongee haya kwa sababu kwamba tusimame ili tuende kupigana, hatuna haja hii, lakini tuamke, tujue na tuchukue wazifa wetu, tuchukue ukuu wetu. Sisi si watu duni hapa kama gisi mnavyofikiri. Sisi ni watu ambao tunatakiwa heshima, watu watuheshimu, maana urithi wa dunia ni wetu sisi. Dunia ni ya mtu mweusi, iliumbwa kwa ajili ya mtu mweusi na ni kwa ajili ya mtu mweusi. Wengine hawakuwa kwenye orodha, lakini ni matokeo ya uasi, ndio maana rangi zingine zimetokea. Kwa hiyo ndugu zangu, hapa tunaona kwamba wanasema Mungu ukumbuke
Ukumbuke Mwenyezi Mungu mambo yaliyotupata, utuangalie, uone jinsi tulivyoaibishwa. Bara tajiri, lakini nchi zake masikini. Hilo ni jambo ambalo hatujapata kuelewa hadi muda huu. Utajiri wote uko katika bara letu, lakini angalia sasa tena, walio nje ya bara ndio wanaonufaika na yale ambayo yamo ndani, lakini sisi watoto tena tunalia njaa humu humu. Ni kitu cha kushangaza kwa wakati huu kusikia kwamba mtu mweusi bado hata umeme hana, maji hayapo. Ni kitu ambacho kinashangaza namna gani bara kama hilo, ambapo kuna jua kila wakati, jua tu ni utajiri wa hali ya juu, ambao kwanza kuhusiana na umeme mtu mweusi hatakiwa hata kulipia. Maji mtu mweusi hatakiwa hata kulipia. Ni mambo ya ajabu, lakini umeme unatolewa katika bara letu, unaenda kuwasha katika nchi zingine za mbali, lakini nchi husika utakuta yani umeme unakata. Bara utakuja amjue kama utarudi wakati gani unapoenda. Swala la nani la umeme, hiyo sio swala ambalo linatakiwa kuwepo katika bara letu. Ni umeme unatakiwa kuwa bure bila hata kulipo, lakini sasa watu lazima waingie, kwa sababu tuna kila kitu ambacho kinaweza kikafanya ili kwamba bara letu liwake bila hata kuwa na matatizo. Hapo Kongo kuna mto ambao unaitwa mto Kongo. Huo mto una uwezo wa kuwasha hata bara lote nzima la Afrika. Mto tu mmoja tu, na hata nje hata ya bara. Mto Kongo una uwezo wa kuwasha bara lote la Afrika. Nasema bara, sisemi nchi fulani, bara lote la Afrika. Ikiwa mjuu hilo, mnatakiwa kulielewa vizuri. Na hapo tunagusia hapo sasa, nchi zingine kuna vyanzo vya umeme hivi. Namna gani tulie tuwe hivi na mambo yote tuko nayo? Kila kitu tunacho sisi, lakini tumekwamia wapi? Kwa sababu watu bado wameshikwa na kila mmoja anaweka tumbo lake mbele, aangalie wengine. Hilo alimuhusu yeye, linahusu yeye na watoto wake wao vizuri, wakule, wapate viwanja, wanunue hivi na hivi, wengine kule ni matatizo yenu. Lakini mtu mweusi atakaposimama na kuona kwamba no, haya sio maisha ambayo watu wanatakiwa kuishi. Ndio maana wakati huu mtaona vijana ambao wanaanza kuinuka sasa, ambao ni marais kwa wakati huu, wanaonyesha watu kwamba hivi ndivyo vinavyotakiwa kufanya. Lakini tena wale wengine ambao wako pembeni ndio watachukia, waseme huyu kijana naye mbona amekuja kutuharibia deal. Wataanza kufanya njama ili kwamba waondoke. Kila ambacho alikuwa tayari ameshatengeneza, baadaye wanapenda kumwondoa, alafu tena kila kitu kinabomoka, tena watu wanaingia katika kulia. Kwa nini? Kwa sababu uhuru wa mtu mweusi hautakiwi kuanza kimwili hata kidogo, unatakiwa kuanza kiroho kwanza. Alafu sasa ukiwa huru kiroho, hivyo na uhakika, hii nasema kila wakati kwamba kuna kaka yangu mmoja hapa, iza dada yangu, ambaye yuko katika ukweli wa neno la lugha, kwamba amekuwa rahisi. Ni mfano hivi, hey, Luba, hivi mna uhakika kweli kweli huyo kaka iza dada ambaye anaweza akaongoza, anaweza akawa na hali ya kuona mambo tofauti kama gisi tunavyoona katika dunia hii kwa wakati huu? Rushwa itaingia, itapita. Kwa nani? Kwa watu ambao wanaamini ukweli wa neno la lugha, watu walie kwamba hakuna hiki, na kweli pesa zimekuja, watu wanaweka ndani ya mfuko, alafu wanaendelea, hakuna kutimiza kile ambacho wanatakiwa kutimiza kwa sababu ya raia zao. Hilo haliwezekani kwa mtu ambaye yuko kulingana na ukweli. Namna gani aone kaka yangu, dada yangu, ambaye sote ni watoto wa lugha, lakini ana shida na mimi nina huo uwezo, lakini namwacha tu, ni mambo yako huko. Hizo ni dini. Hapo tuko katika dini, lakini katika ukweli ili jambo tofauti. Ndio maana viongozi wakibadilika, wakichukua na kuheshimu huu ukweli, hata uongozi wao utakuwa nzuri zaidi sana. Maana huu ukweli ni ukweli ambao unaokoa, ni ukweli ambao unaokoa katika kila nyanja. Kwa hiyo wakati hapa wanapolia katika maombolezo 5:2 katika Biblia za kisasa, ni watu weusi, kwa sababu ni maombolezo ya Yeremia. Yeremia ndiye anayeomboleza kwa sababu naye pia ni mweusi. Yeremia anaomboleza kuhusiana na kile ambacho kimetendeka. Na hata mnapoenda kwenye kitabu cha Waebrania sura yake ya 5 mstari wa 11 ndani ya Biblia za kisasa, inasema kwamba tunayo mengi ya kusema juu ya jambo hili,
lakini ni vigumu kuwaelezeni kwa sababu ninyi si wepesi wa kuelewa. Tumeongea mambo mengi kuhusiana na wasi, kuhusiana na mtu mweusi, lakini walio wengi hadi muda huu sijui kama wanatusikia, wengine kama hawatuelewi. Yaani hadi tunajiuliza huu ukweli ambao umekuja ni kwa ajili yako. Unapochunguza vizuri auoni kabisa mashaka yoyote kuhusiana na ukweli. Kwa nini upige hatua? Hatujui. Sasa aisa angekuwa mzungu ndio angekuja asimame kwamba watu weusi ndio taifa la Mungu, labda ingekuwa wengine wangestua wangesema mzungu anasema hivi, labda ni ukweli. Jana kaka Timothy amenitumia video moja ambayo ilitendeka hapo Kenya hapo. Kuna mchungaji mmoja ambaye sijui ametoka Marekani aliyekuja akaingia ndani ya kanisa akaanza kuambia watu kwamba Yesu alikuwa mweusi. Walim, walimrushia kokoto wanazukonenda kule, kwa sababu mtu mweusi mambo kama hayo yeye hawezi akamini, kwa sababu yeye anaona kwamba yeye ni duni. Kwanza ni kweli, kitu cha kwanza kwamba Yesu kuwa mweusi anatumia maneno ambayo si mazuri, kwa sababu Yesu hajawahi kuwepo. Hicho ni kitu cha kwanza. Lakini angesema Kristo alikuwa mweusi hapo sisi tulio katika ukweli tungekubali. Lakini anasema Yesu alikuwa mweusi, na Yesu hajawahi kuwepo. Yesu hajawahi kuwepo, lakini Kristo alikuwepo na alikuwa mweusi. Hapo ni sawa, lakini wao hawako hapo. Wao wanasema kwamba hilo wao wanafikira kwamba haiwezekani Kristo awe mtu mweusi, anatakiwa kuwa mzungu. Hii nawambia ndio fahamu ya kila mmoja. Walio wengi wako katika bara letu, ukimwambia kwamba Kristo alikuwa mweusi, hata ufanye na kwanza atafanya atacheka niondokeni niendelee na mambo yangu. Yani hawezi hata kakaa ili kufikiri kwamba hilo jambo linaweza likatoka kwa mtu mweusi. Namna gani mtu mweusi kutoke mkombozi wa dunia nzima? Hilo haliwezekani. Mzungu ndiye anayetakiwa. Kwa hiyo mtu mweusi anaingia katika hiyo zana, hata umwambie namna gani. Unaweza ukalia, utapiga hata na ngoma, umuonyeshe na Biblia, angalia hapa imeandikwa hivyo, sema wewe hauoni vizuri, kwa sababu mtu mweusi yani wamemfumbaza kweli kweli. Yani kama vile kuna blanketi ambayo iko kwenye uso hii imefumba, anaona kama vile haoni tu, anasikia lakini kama vile asikii, inaingia inatoka na haibaki. Kwa hiyo mtu mweusi kazi anayo ni kutoka katika hizo dini, imani za hizo dini, kwa sababu dini zote ni angamizo kwa mtu mweusi. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo tunaweza tukaongea kuhusiana na mtu mweusi, lakini walio wengi hadi muda huu hawapenyi, hawaelewi, hawakubali. Wengine wana ugumu wa kuendelea kufuata haya ambayo tumeongea. Sasa ugumu najiuliza ni upi hasa zaidi kuhusiana na ukweli. Kwa nini watu wanaacha kupiga hatua ili kuondokana na hali ambayo wako nayo? Kristo wa kweli ni mweusi, ni kweli. Wengine watasema kwamba awe mweusi awe mzungu, rangi si muhimu, kilicho muhimu ni kutii sheria za Mungu. Sheria za Mungu, na Mungu kama ni Mungu ndio amempatia hiyo rangi. Sasa kwa nini hiyo sio sheria ambayo Mungu mwenyewe amempatia? Na hao ndio watu wa kwanza mtaona kwenye profile aidha kwenye wasifu zao za Facebook wanaweka Jesus is my God, my Lord. Wanaweka na picha ya Yesu ambaye yuko kwenye msalaba, yuko pale anaweka kama huyo Yesu, kwamba rangi si muhimu. Kwa nini mnaiweka hiyo rangi ikiwa si muhimu? Na ikiwa si muhimu, kwa nini wao wazungu walileta hizo filamu na kuweka hizo picha za mzungu, hadi wakati mtu anapoomba hata Bwana anamuona Yesu kwenye msalaba? Hiyo picha, yani hiyo taswira inaingia ndani ya ufahamu ya mtu mweusi na haiondoki haraka. Waebrania 5:12 naendelea kusema, kwa wakati huu ninyi mngelipaswa kuwa waalimu tayari, lakini mnahitaji bado mtu wa kuwafundisheni mafundisho ya mwanzo juu ya neno la Mungu. Mnahitaji maziwa badala ya chakula kigumu. Yaani watu weusi kwa wakati huu, wao ndio wangekuwa wanafundisha dunia mzima. Maana inasema mtu mweusi hatakiwi kuwekwa chini ili kufunzwa mambo ya kiroho na rangi nyingine. Ni kufuru na ni aibu. Inawambia labda wengine watasema sasa Kaimani, mbona katika kundi la mzaliwa wa pili kuna wazungu ambao wanatoa mafundisho? Ni kweli, Muledi ameruhusu kwamba atoe mafundisho kwa sababu wao wataendelea kutoa mafundisho kwa wenzao ambao watakubali ukweli. Lazima wafunzwe, wapate mafundisho, kwa sababu ukweli huu sio tu kwa sababu ya watu weusi. Hapana,
hata wazungu, damu mchanganyiko, wengine wote ambao watakubali ukweli wapo huru na wanaingia, na wako wengi, tuko nao wengi. Wazungu wamechukua nafasi ya watu weusi wengi katika ukweli huu, na hakuna ubaguzi. Wanapokubali ukweli, ni dada ni kaka, na watu weusi bado wanaendelea kupiga ngoma huku kusema kwamba nyendeni huku nyinyi, nafasi zao zinachukuliwa na wengine. Hivyo ndivyo ilivyo na imeandikwa. Atakayebisha kuacha nafasi yake mtu mweusi inachukuliwa na rangi nyingine ambaye atakubali ukweli huu. Hivi ndivyo ilivyo. Wanawambia kwamba wokovu, ndivyo wanavyosema, wokovu natoka kwa nani? Kwa Wayahudi ndani ya Biblia. Wayahudi ni akina nani? Ni watu weusi. Yani wokovu unatoka kwa watu weusi, wokovu wa ulimwengu unatoka kwa watu weusi. Maana yake ni nini? Yaani ingelikuwa kwamba tuseme watu weusi wote wangekubali mara moja kwamba huu kweli, bila hata mmoja kukataa, hakuna rangi nyingine ambayo ingeokolewa. Hiyo ndio maana yake. Yaani ikiwa wengine wataokolewa ni kwa sababu kuna baadhi ya watu weusi ambao wamekataa ukweli. Sasa nafasi yao inachukuliwa na wale ambao wamekubali wa rangi zingine, nao pia wanawekwa, wanaingizwa. Kwa hiyo mtu mweusi wakati huu yeye ndio mwalimu, angetakiwa kuwa mwalimu hadi muda huu, mwalimu, maana yeye ni mtu wa kiroho, lakini dini imemfanya kuwa mtu wa kidini, kwa sababu kuna tofauti kati ya dini na kiroho. Ni vitu viwili tofauti. Dini ina mwanzo, lakini maisha ya kiroho hayana mwanzo, maana uumbaji kiroho, hali hipo ya kiroho, lakini dini zimeanza wakati fulani. Watawaambia kwamba Ukristo, Yesu, sijui Wakristo kwamba wanamwamini Yesu, wakati huo Yesu alipokuwa hakuwa na dini. Huu Ukristo, Wakristo wa kwanza kuitwa kuwa Wakristo wanasema waliitwa Wakristo katika nchi ya Antiokia, aidha mji wa Antiokia, ndio Wakristo wa kwanza kuitwa Wakristo. Antiokia ni wapi? Ni huku Ulaya. Lakini wanamwambia kwamba huyo Yesu alikuja wapi? Sijui kwa Wayahudi kule Yerusalemu. Huyo Yesu hajulikani katika hiyo Israeli. Huyo Yesu ambao watu wanaamini hajulikani huko Israeli, maana wao wanamjua anaitwa Yehoshua Hamashia. Lakini huyu Yesu ni wazungu ndio waliomuunda, waliyemleta, anaitwa Yesu. Lakini kuna tofauti kati ya Yehoshua Hamashia na Yesu. Yesu ni wazungu wamemleta, Yehoshua Hamashia ni wa Wayahudi wale wa uongo ambao wako pale. Ni Wakatoliki ndio waliomuunda huyo ambaye ataitwa Yesu. Watu mnawaambia haya, hawawezi kupenya, hawawezi kuelewa. Umepagawa wewe mtoto. Utoe maisha yako kwa Yesu, utaenda kuangamia, utaungua. Nitaungua. Wamesubiri sana. Ndugu zangu, msio na woga, msiogope hata kidogo, msiogope vitisho vya dini. Ukiacha ili imani na ukakataa sijui dini fulani, utaenda kuungua. Moto haupo. Watu wachie vurugu, watu wachie maneno ya kwenda kuambia watu ili watu waogope, wasiondoke katika hizo takataka zao za dini, kwamba watu nimeona, nimepelekwa na Yesu kuzimu, nimekuta watu wanaungua. Wameungua, wanaungua na kitu gani? Moto. Naungua. Nilikuta mchungaji fulani alikuwa kule, naye pia analia, naungua. Acheni takataka zenu za taarifa za ajabu ajabu za uongo ambao mnapenda kutupatia. Ikiwa anaungua, Adamu naye anaungua. Ulimwona Adamu naye anaungua huko, kwa sababu Adamu naye pia alitenda dhambi, si ndio? Na akafariki, anaungua. Na alafu tena hukumu itakuwa namna gani? Wewe unaungua sasa hivi, tena hukumu utaenda kuhukumiwa kitu gani? Umeshaanza kuungua. Utaondolewa ndani ya moto, unaenda kuhukumiwa, tena unarudishwa ndani ya moto. Huyu ni Mungu wa namna gani ambaye hajue haki ni kitu gani? Na hivyo shetani ambaye amekufanya wewe utende dhambi bado anajivinjari tu, yuko tu, ambaye amefanya kwamba watu wote waingie katika dunia hii katika hali hii ya dhambi, yeye yupo tu. Malaika walioanguka wako naye, demons, pepo wabaya wanaendelea kufanya mambo yao, wao hawaungui, hawapigwi, hawafanyi nini. Ni wewe kiume ambacho leo umezaliwa unatenda kosa kwa sababu ulikula, sijui uliiba nyama ya mama, alikuwa amepika chakula, ukachukua nyama ukaiba, ukafariki, ukawa na dhambi ya kuiba nyama, unaanza kuungua.
lakini yule ambaye alisababisha matatizo yaingie katika dunia bado yeye angali. Hiyo ni haki ya namna gani? Na haya ndio mafundisho ambayo tumepewa kwenye dini. Yesu ametoa mfano Luka 16 kwamba kulikuwa masikini Lazaro na tajiri mbaya sana. Tulitoa mafundisho kuonyesha huo tajiri ubaya wake ni upi. Alikuwa anavaa mavazi ya kifahari, alikuwa anakula vizuri. Tatizo liko wapi? Imekatazwa kwamba mtu asivae mavazi ya kifahari na kula vizuri, imekatazwa wapi? Si hilo neno linasema kwamba mtu anayependa mwili wake anaulisha, anauvika. Sasa tatizo liko wapi la huyo tajiri? Hatukuona hadi jinsi tulivyomaliza kipindi, hatukuona tatizo la tajiri. Baba Abrahamu, umtume Lazaro achovye hata kwenye ncha tu kidola, nani moto unaniunguza huku. Huyu Yesu naye pia huyu. Sasa hiyo tone ya maji ndio itakausha itakausha umoto wote ambao unakuunguza. Yaani hizi historia za kitoto za kijinga, ili kuwafanya watu weusi wazidi kuamini na kuwa na woga, kuwaogopesha watu weusi wasiondokane na haya mawazo, wasio na mawazo mengine tofauti na haya. Na hapo ndio mtu mweusi bado amekwama, amefungwa hadi muda huu. Watu weusi watasema kwamba tumepata uhuru wetu wa nchi zetu sijui miaka ya 60 hasa 50 sijui na ngapi, kwamba watu weusi wamekuwa uhuru wa namna gani? Uhuru watu weusi bado hawajakuwa uhuru. Hakuna uhuru. Walibadilisha gia tu walibadilisha system, mfumo ulibadilishwa. Hapo awali ni wao wenyewe ndio walikuwa wakipiga watu weusi fimbo, hey, fanya kazi, hey, hey, fanya hivi, hey, hey. Hivyo wazungu wenyewe ndio walikuwa wanafanya hivi. Kwa sasa hivi wamebadilisha tu, wanaweka sasa watu weusi, pigeni mafimbo wenyewe wenzenu, si tuko nyuma. Hicho ndio kimefanyika. Au mmepata uhuru? Uhuru wa namna gani? Ikiwa mko uhuru, kwa nini pesa zenu zinaenda kutengenezwa sasa, zinachapishwa katika nchi za kigeni? Huu ni uhuru wa namna gani? Kwamba watu weusi wako huru. Uhuru upi? Ikiwa bado mtu analala njaa, huu ni uhuru wa namna gani? Kila kitu tunacho sisi ili kuwa watu ambao taifa zote zinatutamani, kwa sababu mali zote tunazo, kila kitu. Tukisema kwamba tuwapangie hiki, wanalazimika kukubali. Lakini kati yetu tena ndio kuna mafisadi, kuna wengine ambao wanapewa hongo humo humo. Sasa mabadiliko yatakuwa namna gani? Mtu mweusi, ndugu zangu, yeye ni mrisi wa dunia. Na naposema dunia, sio dunia tu, ni na malimwengu kwa malimwengu, kwa sababu kuna mamiliati na mamiliati ya malimwengu. Wanafikiri kwamba ni mbingu moja, ni mamiliati na mamiliati ya malimwengu, na ni mtu mweusi ndio mrisi wa haya yote, kwa sababu ulimwengu na mtu mweusi ni kitu kimoja, kwa sababu chembe zilizoumba ulimbaji wote ndizo chembe ambazo mtu mweusi anazo. Jua ni nyeusi mwezi ni mweusi, nyota ni nyeusi. Nafikiri wengine watasema, Imani, mbona hatuchanganya? Ni nyeusi namna gani? Kwa sababu ile DNA ambayo iliumba hivyo vyote ambavyo tumevitaja, mtu mweusi anavyo pia. Sisi na mazingira ni kitu kimoja. Ndio maana mwanamke weusi ambaye anajielewa, nawesema anayejielewa ni kwa sababu wengine hawajielewi, wanaweka nywele bandia. Anapochanua nywele zake kabisa, anaweka ile afro, utaona inafanana na majani ya mti ambao na hivi, kwa sababu asili ni ya mtu mweusi. Na haya mambo hata Wagalatia ndani ya Biblia za kisasa sura yake ya 4 mstari wa kwanza inasema, basi nasema hivi, mrithi akiwa bado mtoto hawi tofauti na mtumwa, ingawaje mali yote ni yake. Narudilia huu mstari. Basi nasema hivi, mrithi akiwa bado mtoto hawi tofauti na mtumwa, ingawaje mali yote ni yake. Maana yake ni nini? Yaani sisi ndio warisi, nimewambia, wa dunia wa kila kitu, lakini hizo imani ambazo walituletea zimetufanya kuwa kama watoto hivi. Hamwelewi? Hizo imani zimetufanya kuwa kama vile watoto. Ndio maana mnapoenda kwenye makanisa huko,
Wengine wanapokomanyika, sijui wanafanya komonyo haya za nini, wanafungua kinywa, mdomo, wanalishwa. Anafungua anakula analishwa, kwa sababu ni watoto. Mtu mzima hawezi akalishwa. Yaani dini zinafanya watu weusi kuwa watoto, wasifikirie. Maana unapoingia katika dini, yaani ni kama vile umefumbazwa akili hata ya kufikiria, hauwezi ukafikiria tena. Sasa wewe ambaye ni mrisi, maana na dini zimekupumbaza, unakuwa kama vile mtoto mdogo. Na ikiwa wewe ni mtoto mdogo, hautakuwa tofauti na mtumwa, ingawa ni wewe ndio mrisi wa mali hizo ambazo zimo. Lakini angalia, ni kitu ambacho kipo. Watu weusi ni watumwa katika nchi zao, na mali ni zao. Wanyang'anyi wanakuja wanachukua mali, mweusi tena anakuwa mfanyakazi wao. Wachina wanaingia katika bara letu, mwangalie gisi wanavyo kiburi, wanatumikisha watu weusi. Unaweza ukalia, wanamwambia kuja hapa wewe. Anaongea leo, nimeona mmoja kabla hata sijaingia katika mafundisho, video moja ya mchina mmoja ambaye anaongea sijui na watu, yani loba, hapana, inaumiza. Yani kuonyesha kweli kweli, kama utafikiri kwamba yeye yuko kwao na watu weusi ni kama vile yeye ndio wageni. Hakika yani unaona mweusi kama vile labda yeye ndio mgeni, yani anajisi yuko uhuru, yani ule uhuru kweli kweli. Lakini mtu mweusi, yani unamuona kweli kweli kama anawoga, ni kama vile aongee asiongee, labda anaweza na tena utakuta ni mmoja huyo, weusi wote wanamzunguka, anafanya kazi fanya kazi fanya kazi. Kuna mara hawalipwi mshahara ambao wanatakiwa kulipwa, kuna mara hawalipwi kwa wakati, na mweusi yuko katika bara lake. Na huyu anayefanya hivi anachukua mali za watoto weusi anapeleka kwao, na mweusi tena ndiye mfanyakazi, anawekwa kama vile mtumwa, kwa sababu hajui thamani yake, hajui yeye ni nani. Haya ni mambo ya kusikitisha katika bara letu. Ni hivi niliyaona wakati ulipokuwa hapo, yani unahisi kiburi, yani kinapanda hati. Unaona watoto wa bara, unaonea huruma namna gani mgeni, yani utafikiri kwamba yeye ndio mwenye nchi hakika, alafu wewe unashindwa hata kuzungumza. Wanaweka watoto wetu kuwa wafanyakazi wao, namna gani wanavyowagandamiza katika mambo, hauwezi ukaamini. Haya nayaongea na kwa sababu mengi nimeyaona, nimeyahisi, na wengine wanaweza wakatoa taarifa hizi. Yaani mtu mweusi anawekwa kama vile mtoto katika bara lake, yeye mrisi anakuwa kama vile mtumwa katika nchi yake. Ndio haya mambo ambayo tumesoma hapa katika Wagalatia 4:1, na ndio maana Yeremia 17:4 pia anasema namna gani, kwamba itawabidi muiachilie hiyo nchi yenu niliyowapeni, nami nitawafanya muwatumikie maadui zenu katika nchi msiyoijua, kwa sababu hasira yangu imewaka moto usiozimika milele. Haya ndio mambo ambayo tunayaona. Yote ni historia ya watu weusi, lakini mtu mweusi kwelikweli ndiye anayetakiwa kuwa katika hali hii kweli, ndugu zangu. Mtu mweusi ni Mungu katika dunia hii, lakini ni Mungu ambaye ameanguka, hajui tena mwelekeo, hajui anaenda wapi. Nasema, narudilia, kama itaumiza wengine huko, hilo ni kazi lao. Mtu mweusi ni Mungu katika dunia hii. Wewe dada, wewe ni Mungu wa kike duniani hapa. Wewe kaka, wewe ni Mungu hapa dunia, lakini umepoteza mwelekeo wako, umepotea. Unatakiwa kusimama, uchukue nafasi yako ya uungu katika dunia hii. Napoongea hivi, natoa kidhibitisho hata ndani ya Biblia za kisasa. Kitabu cha Zaburi sura yake ya 82 mstari wa 6 hadi 7 inasema, mimi nimesema ndinyi miungu na wana wa aliye juu nyote pia, lakini mtakufa kama wanadamu. Ninyi ni miungu, wana wa aliye juu, lakini tazama, mnakufa kama wanadamu. Na wanadamu ni nani? Ni rangi zingine. Mtu ni mtu mweusi na wanadamu ni rangi zingine. Mnakufa kama wanadamu kwa sababu nyinyi hamngetakiwa kufa. Mtu mweusi hakuumbwa kwa sababu afariki, hapana. Mtu mweusi aliumbwa ili aishi milele na milele, sio kwa sababu afariki, hapana. Kwa hiyo ninyi ni miungu, ninyi ni wana wa aliye hai na aliye juu, watoto wa Luba ndio ninyi, ndugu zangu.
Kwa hiyo nyinyi si watu duni kama jinsi wanavyowafanya. Hapana, ni kwa sababu tu tumepoteza mwelekeo, ndio maana hii hali inatufikia. Wanakuja wanaharibu kila kitu katika bara letu. Yani nchi zetu zinaangamizwa, yani unakuta hata wanyama hawana amani. Mama nafikiri ni sisi tu, wanyama wetu wanachukuliwa, wanafungwa, wanapelekwa. Hata wanyama hawana amani katika misitu, hawana amani. Hili ni jambo la kusikitisha. Utumwa huo sio tu hata kwa watu, hata kwa wanyama wetu wanapelekwa. Wanafikiri kwamba wanapopelekwa huku Ulaya wanajisi furaha kwa mazingira ambayo yako huku ya baridi. Hata wanyama pia hawana amani. Ndio maana hata kitabu cha Isaya 1:7 inasema namna gani? Nchi yenu imeharibiwa kabisa, miji yenu imeteketezwa kwa moto, wageni wananyakua nchi yenu, mkiona kwa macho. Imeharibiwa kama uharibifu wa Sodoma. Mama nafikiri wanaongelea nchi gani? Mimi wanaongelea bara letu, kwa sababu ni historia ya watu weusi. Yani wanapora, wanachukua, na mtu mweusi yuko pale anaangalia wageni. Mtu mweusi, mimi nawaambia kila wakati, hapa tulipo hapa, mimi nitawaficha kitu gani? Hakuna swala la miti ya matunda, haijawahi kuwepo hapa. Nawaambia hakuna embe, mti wa embe hautauona. Wachungwa hakuna, chenja hakuna. Mwingine anasema avocado hakuna, mti mwingine mseme hakuna. Hii nchi yote ambayo tu hautaona hata kidogo. Lakini cha kushangaza, unapoenda dukani unakuta na embe zimo na chungwa zinatoka wapi? Nyumbani, zinatoka nyumbani kwetu. Lakini kwetu tena wanalia njaa. Hilo haliwezekani. Udongo tunao, tunaweza kulima, na hatuna haja ya kutegemea vyakula kutoka nje ya bara letu, maana tumepewa kweli kweli mali. Udongo, mnaona udongo umesha kuna ukame. Ukame unakuwa kwa sababu ya hali zetu sisi, ni maasi, kwa sababu ya dhambi zetu. Ndio maana ya mambo ya ukame yamekuja. Udongo una akili. Watu wanafikiri udongo ni hivi tu, mtu anatembea tu anafanya hivi. Udongo wenyewe una iya ya kukupatia chakula, haiza pale. Ikizungumza udongo, ukikubali, unafanya mazungumzo na roho anayesimamia mvua haitanyesha. Na kadiri watu wanavyoendelea kuasi zaidi, na kadiri ukame unaingia sana katika hiyo sehemu. Hichi ndio kitu ambacho unatakiwa kuelewa. Bara letu, kama unataka kupanda kitu wakati huo wanakuambia weka mbolea. Mbolea kitu gani? Mbolea katika udongo wa wasi wa Afrika, mbolea kitu gani? Hatuna haja ya mbolea sisi, hatuna haja ya mbolea kwa sababu udongo wetu ni mzuri. Lakini namna gani mnasikia nchi fulani, wakati vita vilipokuja, sijui hivi anavyo Ukraine na Urusi, marais wa Afrika wanaanza kulia, huku tumepungukiwa ngano kwa sababu ya vita, ngano hatupa. Hivi mnaongea vitu ambavyo vinapita akilini kweli? Mnategemea ngano ambayo inatoka huku kuja huku? Hivi nyinyi mnaona namna gani wanavyolima huku? Hey, wase, amkeni! Ni nini ambacho tumekosa ndugu zangu? Mashamba ya kulima, hilo hawezi wakaongea. Ni kitu gani ambacho tunakosa kweli ndugu zangu? Wakati huu maendeleo yapo, teknolojia hipo, sio kwamba utaenda kulima tena hivi hivi kwa mkono, jembe chop. Ikiwa utalima maeka na maeka, kuna mashine ambazo zipo tayari. Hata kwa siku moja heka zote karibu zote zinamalizika. Anamaliza kupanda, zinamalizika. Baada ya miezi kadhaa mazao yanatoka. Namna gani wasi? Unafika sehemu sijue unauliza embe, hii ni embe ya 500, hii ni ya 1000. Sema tumefikia huku embe tu. Mimi nakumbuka kipindi ambacho nilikuwa bado mdogo, bado sijatoka wasi, matunda hatukuwa tunanunua. Inawambia matunda hatukuwa tunanunua hata kidogo. Inawambia sio kwamba ni siri, matunda hatukuwa tunanunua hata kidogo. Kwanza utakuta njiani kuna miti ya matunda ambayo hayana mwenyeji, kwamba huyu ni mwenye, no, hakuna. Unatembea, kuna mara embe inakuangukia kichwani,
unachukua, unaanza kula, unaendelea safari na hivi ndivyo ilivyokuwa uasi. Matunda watu wanalipia, ni wakati ambao yani hadi ni hivyo. Kwa hiyo watu wanaendelea, na hata unakuta miji watu wanapenda kufanya mambo yote yawe kama vile uzungu aza nini, hata miti imeshaanza kuondolewa katika miji. Hapana, hapana. Na ndio maana watu wanaendelea kuingia katika njaa. Hayo mambo yote hata Biblia inaongea kuhusiana na namna gani mtu mweusi ameanguka zaidi. Ndio maana hata kitabu cha Kumbukumbu la Torati ndani ya Biblia za kisasa sura yake 28:33 inasema, taifa msilolijua litachukua mazao yote ya nchi yenu na matunda ya jasho lenu, nanyi mtadhulumiwa na kuteswa daima. Hawa ni watu weusi ambao wanaongelewa hapa, na haya ndio mambo ambayo nimetoka kuongea hapa, kwamba matunda, jasho na kazi yetu. Wewe unalima, vinapakizwa, unawekwa, unapewa kidogo, vinaenda. Ndio maana tunakuta huku kila kitu ambacho hawana, lakini vinajaa ndani ya duka zao, zinatoka kwetu nyumbani. Kumbukumbu la Torati 28:34, hata mtapata wazimu kwa mambo mtakayoona kwa macho yenu wenyewe. Ndio maana watu weusi wanapoangalia mambo wanasema, hadi lini hii hali, hadi lini? Sasa Yeremia atasema kwenye sura ya 5 mstari wa 19 kwamba, na watu wenu watakapouliza, kwa nini Mwenyezi Mungu Mungu wetu ametutendea mambo haya yote, wewe utawaambia, ninyi mlimwacha Mwenyezi Mungu mkaitumikia miungu ya kigeni katika nchi yenu. Ni akina nani ambao katika dunia hii wanaotumikia miungu ambayo imetoka nje, ikiwa sio watu weusi? Mungu mgeni, miungu ya kigeni ndio mnatumikia katika nchi yenu. Wazungu watakuja, wataleta Ukristo, wataleta sijui kila aina ya takataka. Waarabu nao pia, na sisi pia hiyo keki hatuwezi tukaiacha, nao pia wanaingiza. Sasa watu weusi wanasimamia wapi? Wachina wangelikuja nao pia katika kipindi hicho, kama wengine wengine tungelikuwa sijui Buddha ndio tunaabudu. Ni takataka zote ambazo zinatupwa katika bara letu, takataka zote za dini ndio zinakuja tu zinaingizwa watu weusi, na mtu anaposema kwamba ni Mungu, haleluya. Mtu mweusi anaposikia tu Mungu hana hata haja ya kufikiri, hana haja ya kujiuliza maswali, anaona kwamba yes, anasema Mungu, mbona anasema Yesu, basi hilo linatosha. Kwa sababu shetani hawezi akasema jina la Yesu, kwa sababu demon, mapepo hawezi akataja jina la Yesu. Hawezi akataja jina la Yesu. Amekwambia wapi? Ndani ya Biblia imeandikwa jina la Yesu ni jina gani? Nini mpote kwa hilo jina? Ni jina lipi? No. Ndio maana hapa inasema, watu wenu watakapoulizwa, kwa nini Mwenyezi Mungu Mungu wetu ametutendea mambo haya, wewe utawaambia, ninyi mlimwacha Mwenyezi Mungu mkaitumikia miungu ya kigeni katika nchi yenu, basi ndivyo mtakavyowatumikia watu wengine katika nchi isiyo yenu. Utumwa. Watu weusi waliondolewa na wanafanya makazi ya ajabu ajabu katika kipindi hicho hadi muda huu. Hadi muda huu wanamchukulia mtu mweusi sijui kama ni takataka wanamchukulia mtu mweusi sijui kama ni wanamuona kama vile hafai, kwa sababu wanajua siri, wanajua mtu mweusi ndio mrisi wa dunia hii na hatakiwi kutambua haya. Mulidi alitupatia mafundisho. Kuna njama ambayo ilikuwepo ilifanya kwamba hii historia ya mtu mweusi kujua kwamba yeye ndio mrisi haitakiwi kuelezwa kwa wajinga wa watu weusi, haitakiwi, iwe kimya. Hata shuleni wao wanafunzwa kwamba sisi ndio taifa la juu, watu weusi ndio duni. Wanafunzwa watoto wao. Ndio maana wanapokuwa wanakuzwa na ile hali ya kiburi, kwa sababu tayari wameshapewa hivyo. Mtu mweusi anaposikia hivyo anasema sasa sisi, utakuta ni mtu yuko na wewe ndio mrisi wa dunia hii. Lakini kwa sababu ya kile ambacho wanapenda kuzirisha kwetu, ndio watu weusi hawajikubali tena, wanajiona duni. Na ndani ya Biblia ni moja kati ya vitabu, na sio vitabu vyote vya dini,
ni moja kati ya vitabu ambavyo vimemfanya mtu mweusi kuwa katika hali hii ambayo tunaongea hapa. Hii nakwambia, mtu mweusi kujiona kwamba yeye ni duni, hafai, yani mzungu ndio rangi ambayo ni muhimu kuliko, imeandikwa ndani ya Biblia ili kuonyesha kwamba mtu mweusi si chochote. Kitabu cha Wimbo Ulio Bora sura yake ya kwanza mstari wa 5 hadi 6 inasema namna gani? Enyi wanawake wa Yerusalemu, mimi ni mweusi na ninapendeza. Huyu ni mwanamke mweusi anasema hapa, kama mahema ya Kedari, kama mapazia ya Sulemani. Anamaliza mstari wake wa 5, anajisifu, si ndio? Yeye ni mzuri, si ndio? Mbele ya wanawake wengine wote. Ikiwa anasema Yerusalemu ni ya wazungu, huyu mwanamke yeye ni mweusi, anawaambia binti za Yerusalemu kwamba mimi ni mzuri kuliko nyinyi. Lakini kwa sababu hawapendi mtu mweusi ajitambue kwamba yeye ni mzuri, wataharibu hii taarifa yake ili kumwonyesha kwamba huyu mwanamke hafai, yani mwanamke mweusi hatakiwi. Ndio maana mstari wa 6 mnaposoma inasema namna gani? Kwamba huyu mwanamke tena akabadilisha mazungumzo, anasema msishangae kwa sababu mimi ni mweusi, msishangae kwa sababu mimi ni mweusi, maana jua limenichoma. Jua limekuchoma ndio ukawa mweusi, si ndio? Jua limekuchoma ukawa mweusi. Hivi mnaelewa hiki Kiswahili, ndugu zangu? Aidha mimi ndio sisomi vizuri. Ni kitabu cha Wimbo Ulio Bora sura yake ya kwanza mstari wa 6. Mniangalie, labda mimi ndio sijui, kwa sababu walio wengi wanasema imani wao wajue Kiswahili. Inawezekana labda Kiswahili mimi sikijui vizuri, lakini tusome kwanza pamoja. Msinishangae kwa sababu ni mweusi, maana jua limenichoma. Yaani huyu mwanamke hapa amebadilisha kauli, anasema kwamba ikiwa yeye ni mweusi ni kwa sababu jua lilimchoma. Yaani yeye hakuwa mweusi bwana, lakini jua lililomchoma kabisa akawa mweusi. Ndugu zangu, imetokea wapi? Mzungu kwa sababu ya jua amechomwa na jua akawa mweusi. Unaona hizi historia za kitoto, na sio kitoto Yaani hapa ndipo muone kwamba thamani ya mtu mweusi haipo. Hapa ndipo waliondoa thamani. Mtu mweusi ajione kwamba yeye ni duni, hafai. Na cha kushangaza tena, huyu mwanamke ambaye anaongea hapa hakuwa peke yake, alikuwa na ndugu zake. Ina maana kwamba yeye jua lilimtafuta likamfanya akawa mweusi, lakini kaka zake walibaki tu wazungu walibaki wazungu tu, yeye tu sijui. Yani alikuwa akitoka tu jua nalo linamfuata, iko wapi, iko wapi? Kwa nini nasema hivi? Msinishangae kwa sababu ni mweusi, maana jua limenichoma. Ndugu zangu walinikasirikia, wakanifanya mlinzi wa mashamba ya mizabibu, lakini sikutunza shamba langu la mizabibu. Hilo tu. Walikasirika ndugu zake, wende kwenye mashamba, jua likupigi ukawa mweusi, ukabadilika kuwa mweusi, kwa watu wakachukia, amekuwa mweusi kwa sababu ya jua hii. Sisi sio watoto hatuko watoto, tumeshaamka. Haya mambo ya ujinga tena haya hatumo tena katika ujinga sisi. Wale ambao watakubali wabaki katika hizi takataka. Namna gani jua libadilishe mzungu? Hata akae miaka yote yuko kwenye jua hili, hawezi kuwa mweusi hata nga. Ndugu zangu, nanyi pia tu mmekubali. Tulikuwa tunakubali sote, lakini tulikuwa tunakubali kweli kweli. Lakini Karata ambayo inasema namna gani ukweli kuhusiana na hii hadithi? Inasema namna gani? Sikilizeni siri ambayo waliwaficha. Msikilize gisi huyu mwanamke alivyosema katika uhalisia wa mambo gisi alivyokuwa. Ni Karata ambayo Biblia, kitabu cha Mienge Mwabo na Mienge, yani Wimbo Ulio Bora, ndio inaitwa Mienge Mwabo na Mienge. Wimbo Ulio Bora sura yake ya kwanza mstari wa 5 hadi 6, alafu tutafika tena kwenye mstari wa 8. Sikilizeni hii takataka ambao walisema na ukweli. Nitarudilia kwanza katika Biblia za kisasa, alafu naingia ndani ya Biblia muone. Anasema, enyi wanawake wa Yerusalemu, mimi ni mweusi na ninapendeza kama mahema ya Kedari, kama mapazia ya Sulemani. Msinishangae kwa sababu mimi ni mweusi, maana jua limenichoma. Ndugu zangu wanikasirikia, wakanifanya mlinzi wa mashamba ya mizabibu, lakini sikutunza shamba langu la mizabibu. Biblia Karata ambayo inasema namna gani? Mimi ni mweusi na ni mrembo, kuna mkato, haiba na mwenye kupendeza, kwa sababu ninatoka katika jamii ya asili. Mimi binti wa Longanapi ambao wataita Yerusalemu, kama mabanda ya Monmon ambao wataita Sulemani. Ndio maana wanawake wazungu na damu mchanganyiko walinikasirikia, kwa sababu wanatamaa na wivu wa uzuri wangu wa asili. Loba, huu ndio uhalisia.
Huyu ndio mwanamke anaongea. Mstari wa 8 anasema hivi, ikiwa hujui, ewe mwanamke mweusi uliye mzuri kuliko wanawake wote, fuata nyayo za kondoo na uwaongoze wanambuzi wako karibu na mabanda ya wachungaji. Takataka. Mwanamke mweusi ndio mwanamke mzuri katika dunia. Hapa siongei hivi ili kuwafariji dada zangu. Huu ndio uhalisia. Siongei hivi ili kwamba mnione kwamba imani nitavi wanatetea. No, huu ndio uhalisia. Mtu mweusi mwanamke, tu serious. Mimi siongei hivi kwa sababu mjihisi vizuri imani, okay tutafuata lugha kwa sababu natufariji. Sio hilo. Huu ni ukweli ambao mtu mweusi, mwanamke mweusi ndio mwanamke mzuri duniani. Huu ni ukweli, na hakuna yeyote ambaye wa rangi nyingine ambaye, kwa sababu wote wametokana na nani? Na mtu mweusi. Mtu mweusi ndio mwanamke mzuri duniani. Kwa hiyo usijione kwamba labda wewe ni duni hasa namna gani. No, ni wao wana dini waliokuja kutusumbua sana na haya mambo yao ambao wanaandika ndani ya Biblia. Na sio hayo tu, hata mkisoma katika kitabu cha Ayubu sura yake ya 30 mstari wa 30, hata Ayubu mwenyewe anasema ngozi yangu ni nyeusi, ngozi yangu ni nyeusi. Lakini mkisoma katika tafsiri zingine wanasema ngozi yangu kama imebambuka. Wameshaanza kubadilisha, ngozi yangu imebambuka, sijui mifupa inagandana na nani, sijui wanasema nani, nyama inagandana sijui na mifupa. Yaani mambo kama haya, ni mweusi kuliko hata makaa. Mambo kama hayo wengine wanaongea katika kitabu cha Maombolezo. Hata mseme kwamba weusi ni weusi kama makaa, haina shida. Sisi ni weusi tu. Hata mseme kwamba labda kuna rangi nyingine ambayo ni zaidi ya weusi kuliko makaa, sisi hakuna tatizo. Sisi ni hivyo ndivyo tulivyo. Sisi ni weusi kabisa na sio tusi. Kwa hiyo mtu mweusi, kuhusiana na haya mambo ambayo yameandikwa katika kitabu hicho cha Wimbo Ulio Bora, mwanamke ambaye hajui anaweza kaingia hivi kusema huyu mwanamke, yani sisi wanawake weusi kumbe ni kama vile wanaanza kujichubua, wanaharibu ngozi zao, na jua linapokuja ni wao ndio wenyewe muangalie wanaojichubua, hawana amani. Jua linapopiga kweli kweli wana taabu. Anaweka kofia hizo, anaweka hivi kwa sababu umeondoa ulinzi wako. Unapojichubua unaondoa ulinzi wa ngozi yako ambayo inaitwa melanin, na hapo unaweza ukafariki hata kwa ugonjwa wa kansa ya ngozi. Hivyo ni hivi kwa sababu umejikana mwenyewe. Maana hiyo melanin ambayo imo kwenye ngozi yako, jua pia lina, kwa sababu ndio maana unapopigwa na jua halikuui, kwa sababu una ulinzi. Maana kile ambacho unacho wewe hata jua pia lina. Ndio maana unapata vitamin wakati jua linapokupiga. Lakini wengine rangi zingine kunapokuwa wimbi wa joto wanafariki kama vile nguruwe. Labda inaweza kawa tofauti za nguruwe, wanafariki tuseme, wanafariki kabisa, wimbi la joto wanafariki kweli kweli. Inamwambia sio siri. Lakini mtu mweusi, hivi mnafikiri kwamba utumwa ambao mtu mweusi alipitie, zingelikuwa taifa zingine ambazo zilipitia huu utumwa ambao mtu mweusi alifanya, sijui kwenye mashamba ya pamba, kwenye mashamba ya nini, mnafikiri kwamba rangi zingine wangestahili? Wangefariki. Kulikuwa jua za jama, jua kweli kweli. Lakini mtu mweusi alistahimili, alisimama, kwa sababu jua na yeye ni kitu kimoja. Na kuna andiko lingine ambalo tunasoma ndani ya Bele, ambayo Yeremia ndani ya kala tambale, mtaona gisi anavyoongea, kwa sababu haya mambo pia yameongelewa ndani ya Biblia za kisasa. Bele ambayo wataita Yeremia sura yake ya kwanza mstari wa 4 hadi 10 nasema, ndipo nikamuomba mutatidi. Mutatidi ni roho anayewaongoza na kuwatawaza walioanzishwa, ni kaka yetu wa kiroho. Maana roho zote ambazo mnaita malaika wote ni weusi. Wote ni weusi. Yes, wote ni weusi, wasiwadanganye. Na nikasema, kumbuka mutatiti. Tuliyasoma hapa. Kumbuka mutatiti yaliyotupata. Urithi wetu sisi weusi umepita kwa wazungu na damu mchanganyiko, pamoja na nyumba zetu nyingi. Mara nyingi tunakunywa maji yetu kwa pesa, tunalipa mbao zetu. Wazungu na damu mchanganyiko utawala juu ya wasioanzishwa, na hakuna mtu anayewaokoa kutoka kwa mikono yao. Wasioanzishwa wanatafuta mkate wao kwa kuhatarisha maisha yao. Kweli mtu mweusi, mbona nafikiri haya mambo? Mweusi anasimama asubuhi, anaenda kutafuta nani, sijui hata pesa za nini. Asubuhi anaenda huko, mwanaume anajipiga huko apate hata kidogo ya watoto wake wapate kula. Anarudi jioni, kuna mara anaweza akapata, kuna mara amekosa. Haya maisha mtu mweusi hakuwa nayo. Hayako, sio maisha ya mtu mweusi. Mtu mweusi yani maisha yake yalikuwa ni ya furaha, ya amani,
yani anaenjoy kwelikweli maisha. Inawambia wazungu walishangaa wakati walipofika huku Afrika, waliona maisha ambayo watu weusi wanaishi, wasema no, ili haliwezekani, hii haiwezekani, paradiso ilikuwa ni paradiso. Yani walishanga sema no, ili haliwezekani, hapana, hii lazima, hii amani tuitoe, hii furaha ambayo wako nayo lazima tuitoe. Haiwezekani watu waishi namna hii, hapana. Inawambia ni ukweli. Mredi anatuambia kwamba kilikuwa kitu kingine. Na unajua weusi ni watu ambao ni wakarimu sana, wanakaribisha watu, na huu ukarimu ndio uliwaponza watu weusi. Wao walifikiri wenzao wamekuja kama vile marafiki, kumbe ni wanafiki. Hichi ndio kitu ambacho kiliwaponza watu weusi. Wakaanza kutoa siri, kuonyesha ili mnafanya nini, hii unaweza ukafanya hivi, hii mmea huu unaweza ukachukua hivi hivi na hivi, unafanya hivi, unakutibu kichwa. Wanaandika. Ndivyo wazungu wanavyofanya. Hata wanapokuja huku wanaandika, aiza wanarekodi kwa wakati huu, alafu wanaporudi wanatengeneza kile ambacho wameambiwa, alafu wanakuja wanakuuzia tena wewe ambao uliwapatia, kwamba achana na hicho ambacho unakifanya, haya ni mambo ya takataka, ni ya washenzi, ni mambo ya kichawi, chukua paracetamol, hii ndio ya kweli. Hiyo mimea ambayo mnafanya no, ni uchawi. Ni uchawi wa namna gani? Mimea imetengenezwa, iko pale, imeumbwa kwa sababu ya kutusaidia sisi, lakini labda wengine labda wanaweza katumikisha kwa njia ambayo haistahili, lakini iko hapo kwa ajili ya kututunza. Kwa hiyo haya mambo yote yaliongewa mbele, ambaye ni Yeremia pia, ambaye ni mtu mweusi, aliongea hayo. Wasioanzishi wanatafuta mkate wao kwa kuhatarisha maisha yao, na wamewavunjia heshima mama na dada zetu wa jamii. Viongozi wa vijiji wasioanzishwa walinyongwa kwa mikono yao. Utu wa wazee haukuheshimiwa. Haya ni mambo ambayo yalitokea katika wakati wa utumwa. Wazee wetu walinyongwa kweli kweli. Viongozi ambao walisimama wakasema kwamba hizo takataka zina hatuzikubali, wananyongwa, wanaumizwa, wanakatwa, wanauawa. Hizo dini zilizoingia muzione hivi. Ndio maana wameficha historia, na mnaweza mkajielimisha namna gani hizo dini zilivyofika katika bara letu. Mnafikiri wazee wetu walizipokea kwa shangwe, kwa siku furaha? Walipambana. Wengine waliuana kwamba hatuwezi kukubali hizo takataka. Maana ya mama mmekuja, sisi ndio tuliwafundisha. Sasa namna gani mnaleta tena mambo ambayo mmebadilisha, sisi tuanze kuyatii? Hatuwezi kukubali haya. Mwezi huko wanaleta Biblia na nyuma wameficha nani, bastola za bunduki. Unakubali sawa, unabatizwa, unabadilishwa jina lako, unaitwa wewe ni Francois. Unakubali, unabatizwa, unabadilishwa, unapewa na jina la pili kwa sababu uondoe asili yako. Mwewe unajua kwa nini? Ndio hicho, unapobatizwa unapewa jina lingine, unapoteza asili yako ili usionekane chimbuko, hata mstari umetokea wapi, uondoe. Ilifika wakati ambapo sisi tulikuwa bado hiyo hali ilitufikia hata sisi. Unapoitwa jina ambalo ni la Kiafrika kweli kweli, ambalo kuna wengine wanasema fulani, hilo jina lako ngumu, kama ni nzito kweli kweli, halipendezi hata. Mimi naitwa Imani Mchimbwa, ndugu zangu, naitwa Imani Mchimbwa. Kuna wakati unaona hiyo Mchimbwa kama ni nzito kabisa, kama vile haiendi na wakati. Hey, loba. Hey. Kuna wengine wanaweza kubadilisha, wanasema naitwa Imani Mchimbwa, hizo namna gani? No, Mchimbwa. Inawaambia ilifika kwa watu wengi, lakini hata tu iwe Imani Mchimbwa tu, lakini hiyo Mchimbwa nitaiweka na H katikati, nitatoa kwa sababu ni CE, nitaweka H katikati ndio ionekane kwamba sio afadhali hata hivi, kwa sababu napenda ifanane hata kidogo angalau na majina ya hao wazungu. Wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Nyongolo. Ndio jina hilo, Nyongolo. Wewe ni nani? Mimi naitwa Francis. Yani majina yetu ndio yanaonekana kama yani unaona ni shetani ndio yupo kwa majina yetu, lakini unapoitwa majina ya kizungu hapo, wewe ni mtoto mzuri sana, wewe ni mzuri sana. Unaitwa nani? Mtoto wangu anaitwa Bernadette. 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 Yes. Yeah, mtoto wangu anaitwa Bernadette.
Mtoto anaitwa Gwakisa. Gwakisa ndio nini tena? Gwakisa, Mutamu. Nasikia majina na unajua kwamba ni nini unachokiongea. Kwa hiyo ni kupenda kuonyesha kwamba ndugu zangu, walitunyanyasa katika sehemu zote na majina, yaani tuzione kwamba sisi si kitu, kwa sababu majina yetu yana maana. Sio kama huku Ulaya mtoto anazaliwa tu, sijui baba alikuwa anaangalia filamu ya mtu fulani, anaona hilo jina nalipenda, mtoto anazaliwa anampatia hilo jina. Sisi sio hivyo. Watoto wanazaliwa katika mazingira ambayo wanazaliwa, anapewa jina. Yes, anapewa jina katika mazingira ambayo amezaliwa. Mimi naitwa Imani kwa sababu wazazi wangu wana sababu kwa nini wameniita Imani. Kuna jambo fulani ambalo lilikuwepo, ndio maana nikaitwa Imani. Wengine wanaweza wakaongea tofauti tofauti, ndivyo ilivyokuwa. Kuna sababu kwa nini, na kuna wengine ambao wanaweza kampatia mtoto wake jina kwa sababu babu aliitwa fulani na akampatia. Hilo linawezekana pia, hilo halina tatizo. Lakini awasi hapo zamani majina mawili hatukuwa nayo kwamba ni Imani Mchimbwa. No, ili Mchimbwa, yani jina la pili ni la mzungu. Mzungu ndio alileta hiyo system. Sikilizeni kwa makini. Jina la pili ni jina ambalo mzungu aliliongeza kwa mtu mweusi. Yaani ikiwa mimi ni Imani, naitwa tu Imani. Sasa ikiwa wanapenda kujua baba yangu, sio lazima niitwe Imani Mchimbwa. No, naweza nikaitwa Imani mtoto wa Mchimbwa, kama wanapenda kufanya maelezo, mjukuu wa fulani. Hivyo ndivyo ilivyokuwa katika wasi. Yaani kila mmoja anakuwa na jina lake halisi. Imani mtoto wa Mchimbwa, mjukuu wa fulani. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Lakini Imani Mchimbwa, Fabian Biseko, Peter Chirimo, Munira Mkidadi, haya yako utakuta ilikuwa ni jina moja. Lakini wazungu ndio waleta hiyo hali ya kuweka majina mawili, na lazima lile jina ambalo ni la ukoo ambao ulipewa linaondolewa, unabatizwa, unapewa jina lingine, kwa sababu unapoteza mwelekeo wako. Kikawaida jina kikawaida, kiroho sio jina hili ambalo tunaongea, lakini jina ni roho ya mtu kikawaida. Maana tunaposema Moto, maana yake ni mwanaume. Yaani Moto ni jina la roho yake, ndio Moto. Kwa hiyo mimi naitwa Imani, lakini roho yangu haiitwi Imani, ina jina lingine. Kaka Filomena anaitwa hapo Shombua. Hilo ni jina ambalo anaitwa tu kimwili, lakini roho yake ina jina lake. Kila mweusi yaani jina lako sio hilo ambalo unaandika hapo. Yaani roho ya kila mtu ina jina lake kamili, na hilo jina hilo ndilo limeandikwa katika kitabu cha uzima, ikiwa mjuu. Ndio maana msijisumbue sana mnapokuwa katika ukweli, unajiuliza sasa haya majina ambayo tumepewa mengine tujue tufanye namna gani, tubadilishe, tufanye. No, hapana, msijisumbue sana, baki tu nalo. Ikiwa ni jina ambalo liko hivi, wewe fanya kile ambacho kizuri, upambane hilo jina ili kwamba liwe na kitu kingine tofauti. Yule ambaye waliita nani, Mawala ndio nani tena, mnani yule ambaye katika Kiswahili sikumbuki tena, Biblia za kisasa. Mawala anaitwa nani tena? Biblia Lamek. Hata majina ya Biblia inaanza kupotea tu sasa, Biblia ndio imeshatawala. Mawala anaitwa jina lani? Ndio Lameki. Lameki yeye ndiye mwanaume wa kwanza kuwa katika kimwili kuwa na wake wawili, yaani ndio chimbuko la mitala huyo Mawala kwa watu ambao walizaliwa hapa duniani. Aliitwa Lameki, lakini jina lake la asili kabisa yeye anaitwa Mawala. Maana ya Mawala ni nini? Mawala maana yake ni mitaala. Ndio maana ya jina lake. Sasa watu watajiuliza, hilo jina alipewa wakati alipokuwa na mitala tayari, aidha alilipewa kabla hajawa na mitala? Nafikiri kila mtu atauliza hivi, lakini nitawajibu kwamba hilo jina alipewa kabla hajawa hata na mitala. Sasa swali linakuja, waliona kwamba atakuwa na mitala? Hapana, hawakujua kwamba atakuwa na mitala, lakini hilo jina lingekuwa na maana mengine ikiwa asingelikuwa na mitala.
Yaani jina linaweza likachukua maana vingine kulingana na kile ambacho tumekifanya sasa, lakini ukienda tofauti halitamaanisha mitaala kama vile kuwa na wake wawili, litamaanisha kitu kingine. Kwa hiyo haya mambo yalikuwa hivi. Sasa ndugu zangu, napenda kwenda kumalizia ndani ya Biblia za kisasa. Mjue kwamba kuna mambo ambayo si mazuri sana, yaani mambo karibu yote wamebadilisha. Yule ambaye wanasema Mungu ambaye wanaita kwamba sijui ni Yehova Elohim, sio wa kweli, yaani ni shetani mwenyewe, tuseme ni demon ambazo ziko nyuma ya haya mambo. Dini zote, imani zote, nyuma ni demons ambazo zipo zinafanya kazi yake, zinaitwa kwamba ni Mungu muumba, lakini sio kweli. Ndio maana ndani ya Biblia za kisasa kuna mambo mengi ambayo yamewekwa ambayo ni ya uongo kwa ajili ya kumlalisha mtu mweusi. Wakristo wanaamini Mungu, wanaamini Yehova Elohim El Shaddai, lakini na wanaamini kwamba amri 10 za Mungu ni za ukweli. Wanaamini kwamba usiwe na miungu mingine ila mimi. Mungu anaposema kwamba usiwe na miungu mingine ila mimi, mnaona kwamba huyu Mungu hajielewi. Mtaniambia kwani wengi wanasema imani unakufuru. Nao sio kukufuru, msikilize vizuri. Huyu Mungu anasema katika amri zake kwamba msiwe na miungu mingine ila mimi. Hivi sijui kama mnaweza mkapenya hili. Tulikuwa sote katika ujinga hivi, amuone kitu ambacho kinatisha sana katika maneno ambayo nimeongea. Nitarudilia tena, labda mnaweza mkapenya nyinyi wenyewe bila mimi kuongea. Msiwe na miungu mingine ila mimi. Hamjaona kitu? Narudilia mara ya mwisho alafu msiwe na miungu mingine ila mimi. Maana yake ni nini? Ina maana kwamba Mungu anatambua kwamba kuna miungu mingine. Yaani Mungu anatambua kwamba kuna miungu mingine, lakini msiabudu hiyo miungu ila mniabudu mimi. Hivi sijui kama mnaelewa. Narudilia, msiwe na miungu mingine ila mimi. Ni Mungu anayesema. Ina maana kwamba Mungu anaamini, anajua kwamba kuna miungu mingine, lakini watoto wake wasiabudu hiyo miungu mingine, bali wamwabudu yeye Mungu. Sasa ikiwa yeye mwenyewe anatambua kwamba kuna miungu mingine, namna gani yeye Mungu anaweza kuwa Mungu wa pekee? Anaweza kuwa Mungu wa pekee namna gani na yeye mwenyewe anaamini kwamba kuna miungu mingine? Haina thamani. Mungu ni mmoja, Mungu ni wa pekee. Ikiwa ni wa pekee, kwa nini yeye mwenyewe anaweza kaambia watoto wake kwamba msiabudu miungu mingine? Ina maana kwamba unakubali kwamba kuna miungu mingine, si ndio? Lakini wao hapana, mimi mniabudu mimi. Na ndio maana Mungu ana wivu. Mungu ni Mungu wa wivu, kwa sababu anajua kuna miungu mingine ambayo nyinyi mnaweza mkaenda kuabudu. Sasa yeye hataki hicho, ndio maana ana wivu, ili kwamba msiende kwa miungu mingine. Ikiwa wewe ni Mungu na kwamba wewe ni muumba, wivu wa kitu gani? Ndio nauliza kila wakati, wivu wa nini? Hilo linabaki hivi. Sasa hizo amri, walio wengi wanafikiri kwamba ni ukweli. Hizo amri zimeficha mambo ambayo hamwezi mkamini. Hicho kipindi tumesha kitoa. Hizo amri mkiangalia nyuma, kuna mpango wote wa shetani mlimabo katika hizo amri. Inamwambia kuna mpango ambao unaenea kabisa wa kuangamiza watu bila watu kujua. Wewe unasoma tu unafikiri kwamba uko sawa. Sijui uheshimu siku ya Sabato na uitakasi. Siku 6 fanya kazi, siku ya 7 pumzika, kwa sababu Mungu alifanya kazi kwa siku 6, siku ya 7 akampumzika. Huu ni uongo mtupu. Huu ni uongo mtupu. Kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 1 hadi 2 nasema Mungu alifanya kazi hadi siku ya Jumapili, siku ya 7 alifanya, akapumzika hiyo siku tena ya 7. Imesemekana kwamba ufanye siku 6 kazi zako, ufanye mambo mengine, lakini ya 7 uitakase. Ina maana mtu ana uwezo wa kutakasa siku ambayo Mungu ameumba kweli? Sasa ili kuonyesha kwamba hizo sheria zote ambazo aliwapatia watu kwamba si za kweli, kitabu cha Ezekieli sura ya 4 sura yake ya 20, kumrazi Ezekieli sura yake 20 mstari wa 25 inasema namna gani? Tena niliwapa kanuni mbaya
na amri ambazo mtu akizifuata hataishi. Aha, mnaona sasa, kitabu cha Ezekieli sura yake 20 mstari wa 25 unasema, tena niliwapa kanuni mbaya na amri ambazo mtu akizifuata hataishi. Sio mimi ndio nimeandika, sio sisi ndio tumeandika, mnaweza mkaangalia. Sasa ndio maana tuwaambia kwamba watu wawe makini sana na ujinga ambao walipenda kuwapatia watu wengine. Mnajua kwamba huyu Mungu tena anaruhusu watu kula vinyesi eh? Mnajua hilo? Huyu Mungu tutasoma andiko eh? Mungu anaruhusu watu wale kinyesi, mtu wake tena nabii eh? Ndio maana mkisoma Biblia mnaweza mkakuta mambo mnasema tumeenda wapi? Mungu ambaye anaitwa kwamba yeye ni muumba anamwambia nabii wake kwamba andae kinyesi cha mtu alafu waokee na mkate akule. Hivi nikisema hivi si mtasema imani wewe ni mwongo? Mungu hawezi akaongea hivyo, aidha wewe mwenyewe umebuni. Kwa sababu hamsomi Biblia vizuri. Kitabu cha Ezekieli sura yake ya 4, kitabu cha Ezekieli sura ya 4 hey. Tunaanza mstari wa 12. Inasema namna gani? Mungu anaambia nani? Anaambia Ezekieli kwamba utachukua mavi ya mtu. Hivi nasoma katika tafsiri ya Habari Njema eh? Utachukua mavi ya mtu, uwashe moto, uoke mkate na kuula mbele ya watu. Aha, narudilia, sio mimi eh? Kitabu cha Ezekieli sura ya 4 mstari wa 12 anasema utachukua mavi ya mtu, uwashe moto, uoke mkate na kuula mbele ya watu. Mstari wa 13, Mwenyezi Mungu aliniambia, hivyo ndivyo Waisraeli watakavyokula mkate wao unajisi wakiwa kati ya mataifa ninako wapeleka. Mstari wa 14, ndipo nikamwambia, yaani Ezekieli akamwambia Mungu, Bwana Mwenyezi Mungu, kamwe sijatia najisi kwa kula kilichokufa chenyewe au kilichouawa na mnyama wa porini, wala sijapata kuonja nyama ya mnyama najisi tangu ujana wangu. Kwa hiyo Ezekieli anamwambia kwa Mungu, hilo jukumu hilo umeniambia mimi siwezi nikaweza. Maana ikiwa mimi hata chakula, yani nyama ambaye amefariki mwenyewe sijawahi kula, yani mnyama ambaye hayuko sawa mimi sijawahi, uniambie mimi nile mavi ya mtu? No, hapana, ya Mungu, hilo siwezi. Sio mimi naongea, yamo ndani ya Biblia. Baada ya Ezekieli kulalamika hivyo na kuomba Mungu, kumwambia kwa Mungu, hapana, mimi siwezi nikala mavi ya mtu, hapana hata kidogo. Mungu akasema okay, kwa hiyo kwa sababu ya hivyo basi tubadilishe kwanza, basi tupunguze isiwe tu ya mtu. Mstari wa 15, kisha akaniambia, yani Mungu sasa akamwambia, kwa sababu ameshaomba kwamba mimi siwezi kula mavi ya mtu. Kisha akaniambia, basi na kuruhusu utumie mavi ya ng'ombe badala ya mavi ya mtu ili kuokea mkate wako. Kwa hiyo Mungu akamwambia, okay, kwa sababu kweli nimeongea mavi ya mtu labda kweli ni nzito, basi chukua basi mavi ya ng'ombe basi, okay, usitumie basi ya mtu ili kwamba uokee mkate uko. N'importe quoi, ujinga, uchafu ambao amekuja kuweka na watu weusi tuko pale tu. Haleluya Bwana, amina, haleluya. Huyu ni muumba huyu kweli? Si ni takataka ambayo inakuja kutuelezwa. Haya ndio mama ambayo yako ndani ya Biblia. Mkisoma mara mnaweza mkachanganyikiwa, mnaweza kufikiri kwamba imani kisi unafanya hapo kweli uko serious? Niko serious, iko ndani ya Biblia, sio mimi. Mambo ni mengi, hatuna haja ya kuingia katika hili na lile na lile, ili kuambia ndugu zangu kwamba hizo dini ziko pale kulalisha wale ambao wanalala. Ni muda wa kuamka ndugu zangu, ni muda wa kuamka. Tusikubali kutihishwa bila kuondokana, yani bila kutimiza wajibu wa kiroho. Itakuwa vigumu sisi kuondokana na haya matatizo ambayo yapo. Yani uhuru wa mtu mweusi, kuamka kwa mtu mweusi kunatakiwa kuanze kwanza kiroho. Tutoke katika hiyo hali, yani tuondokane kwanza, ili baadaye uhuru wa kimwili nao pia upate kutimilika. Lakini ukisema kwamba utapata uhuru wa kimwili na kiroho bado, yani bado ungali mtumwa.
Maana ikiwa mwiba umeingia hapa, hauwezi ukaondolea kichwani. Ah, ah. Pale ambapo mwiba umeingia ndipo unatakiwa kuuondoa pale pale, kwa sababu watu, mwiba umeingia hapa, matokeo sasa yametokea kichwani, sasa ndio wanapenda kuutoa huku. No, utoe hapa ili kwamba kichwani nao pia utaondoka. Kwa hiyo tatizo la mtu mweusi halikuanza kimwili, limeanza kiroho kwanza, ndipo wamemweka mtu mweusi katika hiyo hali. Na mtu mweusi akiingia katika ukweli huu na anaachana na hizo takataka zote za dini za imani za ajabu ajabu na akubali ukweli huu, hapo tayari uhuru wa kiroho umeshaingia. Naye pia ataona haya mambo ambayo tunaongea na kuona gisi dunia ilivyo, ataona mambo yako tofauti. Sasa kusema kwa nini hivi, mambo mengine atakuwa yanamuumiza, ikiwa kuna haki yanakuumiza. Sasa kwa nini huyu mtu hivi? Kwa sababu tayari umeshaanza kuona mambo tofauti na uhuru wako unaanza kiroho, alafu unaingia. Sasa ndugu zangu, mafundisho haya mnayapata kila wakati. Wengi wenu labda ni muda hata miaka 2 3 wanafuatilia ukweli, lakini unaweza kujiuliza kwamba kweli, naona kweli na nimekubali ukweli, lakini sisongi, sioni mabadiliko sana. Kweli najua huu ni ukweli, lakini sipigi hatua. Ni kweli. Ndio maana nawaambia kukubali ukweli ni kitu kimoja, kusikiliza video YouTube ni kitu kingine, lakini kuingia sasa katika njia ya utakaso ni kitu kingine. Maana unapokuwa peke yako huko ni vizuri, utasikia mafundisho, utakubali, utaelewa, utasema utukufu kwa Roma ni vizuri, haina shida. Lakini kuingia sasa katika njia ya utakaso hauwezi ukaifanya wewe mwenyewe, lazima sasa uelekezwe namna gani. Yaani nyote ambao mmekubali ukweli na ambao bado hamjakuwa katika zizi, ni kama vile mlikuwa jela. Sasa mwalimu waweza tuseme mledi akaja kuondoa katika jela, akawatoa nje. Hivi ndivyo ilivyo. Sasa nyote mnajua kwamba mtu ambaye amekaa muda wa kutosha katika jela ni mchafu, anatakiwa sasa aoshwe, apakwe mafuta, avalishwe mavazi ambayo ni mazuri, ili kwamba sasa naye pia atokee na aonekane mbele za watu. Kwa hiyo sio kuondoka tu, kuondolewa katika jela tu na inaisha. Hapana, sasa unatakiwa kuoshwa. Sasa uoge, upake mafuta, uvae mavazi ambayo ni mazuri, uvae viatu vizuri, alafu usonge mbele. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba wakati unapopokea ukweli, kwa sababu tulikuwa katika ujinga, tumefungwa kama vile tumefungwa, sasa tumeondolewa hapo, ni vema. Sasa inatakiwa sasa tuenende sasa kulingana na kile ambacho tumekipokea. Ikiwa neno linasema kwamba usiibe, yani usiibe tu. Usizini, yani usizini tu. Hapo unaanza kuoshwa sasa. Lakini sasa hiyo ukiwa wewe mwenyewe hauwezi ukaingia katika hatua. Lakini ndio maana sisi tuko katika zizi la mzaliwa wa pili, ambapo tunakusanyika kila siku. Nasema kila siku kila siku tunakula chakula cha kila aina. Wapendwa, wanaweza kawaambia kuna mafunuo ambayo hamwezi mkayapata hata uende kwenye mtandao na nini, kwa sababu kuna mafundisho mengine ambayo yako, mafundisho ambayo mlida anatupatia ya uanzishwaji, hamwezi mkayaona huko kwenye mitandao. Lakini sisi ambao tuko katika zizi ndio tunayapokea, na yanatufanya kubadilika tena zaidi na kuwa na uelewa wa mambo mengi zaidi sana kuliko wale wengine ambao wanaweza wakabaki tu kwenye mitandao, tofauti na wale ambao katika zizi. Kwa hiyo zizi sio jambo ambalo ni mbaya, kwa sababu mledi mwenyewe mzaliwa wa kwanza ambaye ni Jokisab, Kristo wa kweli, alisema kwamba anao kondoo wengine ambao nao pia wanatakiwa kuingia katika hilo zizi, na kondoo wengine ni sisi, ni nyinyi ambao nyote mnatakiwa kuingia katika zizi lenyewe. Zizi ni moja, sio zizi mbili hapa. Kwa hiyo huu ni ushauri, ni hiari ya mtu, hailazimishwi, lakini kuonyesha kwamba umuhimu, unapokubali kitu fuatilia sasa, ili ujue maisha ya utakaso yako namna gani. Maana kuna mambo mengine ambayo unaweza kuyafanya hapo, unafanya najificha, niko neno linakuona, lakini unapokuwa katika mafundisho, kwa sababu imani huja kwa kusikia, na kusikia ni ukweli ambao unausikia. Kwa hiyo ndugu zangu, ni hayo ambayo naweza nikaongea. Kabla ya yote nitapitisha wimbo, alafu kama kaka Hamisi naye pia ataongezea 2 3 kuhusiana na hilo. Itakuwa sasa ni baada ya maswali na majibu. Sasa kaka Hamisi ambapo ataongea, wapendwa watu wakimaliza kuuliza maswali, naye pia ataongea 2 3 kuhusiana na hili kundi, ambalo kuna baadhi ya wapendwa ambao wako hapo wamo tayari katika hilo, na tumo pia kwenye tuko na mzaliwa wa pili tena pia katika hilo kundi maana yeye anawapenda sana, yuko pamoja nani katika kila sehemu. Ni hayo kwa leo ndugu zangu,
kuamka kwa mtu mweusi ni kiroho kwanza, na ni mafundisho haya ambayo yatamfanya mtu mweusi aamke. Dini zote ni za uongo, hakuna chochote, hakuna paradiso za dini ambazo msitegemee huko, na bila kupitia ukweli huu sioni ukombozi utakuja namna gani kwa mtu, kwa sababu hapa ndio njia, ndugu zangu. Huu ndio ukweli, na msiwe na wasiwasi, msiogope. Ukiwa na wasiwasi, uliza swali, utapewa jibu na utaendelea. Luba anaendelea kujitukuza. Asante.